Habari za asubuhi na karibu tena kwenye Teams meeting zetu. Kama ilivyo kawaida tunafanya hizi Teams meeting kila Jumamosi saa 4 asubuhi kwa ajili ya educational purposes, lakini pia informational purposes, ili kuwajuza wawekezaji na kuhusu masuala ya soko la hisa na soko la mitaji kiujumla. Sasa siku ya leo tutapitisha in summary kwenye matokeo ya performance ya CRDB pamoja na NMB kwenye robo ya 3 ya mwaka. Kama ambavyo wengi wenu mnavyofahamu au kama hata mfahamu, ulikuwa CRDB na NMB walitoa matokeo ya operation zao na hali yao ya kifedha siku ya ilikuwa ni wiki iliyopita. Yes, ilikuwa ni wiki iliyopita. So kwa sababu hizi benki mbili zimeattract a lot of interest kwenye soko la hisa na zinakuwa traded sana, tumeona kwamba kwenye Teams meeting ya leo tuwapitishe kwenye a short breakdown kwenye hizi earnings reports, lakini pia kutoa an outlook kwenye namna ambavyo hii kampuni inavyoendeshwa na ni kitu gani ambacho we expect mpaka kuelekea mwisho wa mwaka wa fedha wa haya makampuni. Kwa hiyo utakuwa nami Paul Mwilimi, Research Officer Zan Securities, pamoja na colleague wangu Anastasia Dafi, afisa ushauri Zan Securities. Yes, kwa hiyo kama nilivyosema kwamba tutapitisha just in a short summary kwenye first of all tutaanza na CRDB financial performance highlights zake kwenye hii robo ya 3, kwenye namna ambavyo faida ilivyoongezeka, cash flows pamoja na ukuaji wa mali, yani total assets na balance sheet yake kiujumla. Tutafanya hivyo pia na kwa NMB, lakini tutaongelea zaidi kwenye ukuaji wa balance sheet, tukiongelea zaidi kwenye ukuaji wa mali na madeni, ili tupate a clear picture namna ambavyo hii kampuni inavyoendeshwa. Alafu tutaangalia the narrative behind the numbers, kwamba hizi data zinatuambia nini kuhusu operations za kampuni na kampuni namna ambavyo inafanya operations zake, je, inaelekea pazuri, namna ambavyo labda inaweza kuimprove. Kwa hiyo tutaelezea kama a short interpretation ya hizi results, ndio tumesema narrative behind the numbers. Lakini pia tutaelezea from an investor's perspective, ipi ni benki gani ni benki gani ambayo it looks better to invest in. Tutaangalia just a quick view ya mwenendo wa bei za hisa zake kwenye soko, lakini pia some valuation ratios as well. Lakini pia mwishoni tutaangalia outlook, kwamba tunategemea nini kuelekea robo ya 4 ya mwaka, mwisho wa mwaka wa fedha, na tutaongelea hata pia kuhusu expectations zetu za magawio ya makampuni. Kwa hiyo ningependa kumkaribisha colleague wangu Anastasia aendelee akianzia na CRDB. Asante sana Paul for the introduction of what our presentation will be about today. Kwa hiyo kama Paul alivyosema, tutakuwa na a highlight of kipi ambacho kimekuwa kimetokea kwenye haya makampuni mawili, tukijua it's an interest for a lot of investors au watu ambao wanafuatilia soko letu au just haya mabenki in general. Kwa hiyo first tutapata an highlight ya CRDB, then NMB, and then tutapata an outlook of the interpretation of what these numbers actually mean. Kwa hiyo
Bila kupoteza muda tukiwa tuna kwenye summary yetu ya leo au kwenye presentation yetu ya leo ambayo tutakuwa ambayo tumeiandaa, tutakuwa tukigusia some of the key metrics ambazo ni za muhimu pale ambapo mwekezaji anatamani kuweza kuelewa these financials and what they mean. Kwa hiyo tutaweza kupata a look at profit and loss statement ambayo inajulikana pia kama income statement. Tutaweza kuona pia cash flow statement kwamba how cash has been used kwenye haya mabenki, lakini pia tutaona balance sheet ambayo balance sheet ina comprise assets za haya mabenki, liabilities pamoja na equities. Tutaona sasa pia different important financial ratios kama vile profit margin, cost to income ratio, debt to equity ratio, lakini generally pia tutaenda kuona trend analysis kwamba profitability imekuwaje kwa quarter pia za nyuma mpaka kufikia this third quarter ya 2025. Kwa hiyo hizi metrics zitasaidia kuweza ku roll out na kuweza kuona important features au important things to note down kwenye ukiwa una analyze financials, lakini pia ukiwa unataka kutumia hizi kuweza ku make an informed financial decision. Kwa hiyo tukianza na profit and loss statement au income statement, hapa tutaenda kuangalia vitu vitatu vikubwa ambavyo ni interest income, ambapo kama tunavyojua interest income hii ni ile income ambayo inatokana na interest. Kwa hiyo mainly biashara kubwa ya benki ni kukopesha. Kwa hiyo benki inapata faida yake nyingi kutokana na ile riba ambayo ina generate kutoka kwenye hiyo mikopo ambayo inakuwa inaitoa. Kwa hiyo one among the main sources of income kwenye mabenki ni hiyo interest income au income ambayo inatokana na riba, lakini pia tutaenda kuona net operating income ambayo hii ni sawasawa na profit before tax, lakini pia tutaenda kuona net income ambayo hii it's the same as profit after tax. Kwa hiyo hizi figures ambazo unaziona hapo it's the cumulative ya kuanzia quarter 1 mpaka quarter 3 kwa mwaka huu. Kwa hiyo tunaona kwenye upande wa net interest income imeweza kufikia shilingi za Kitanzania 1.4 trillion ambayo ni sawasawa na ongezeko la 29% kutoka from the same comparison ya mwaka jana. Kwa hiyo tunaona kwamba kumekuwa kuna ukuaji wa income ambayo inasababishwa na riba. Kwa hiyo the examples inaweza ikawa ni hiyo mikopo au uwekezaji ambao imeweza kufanya kwenye different assets kama vile uwekezaji kwenye bonds. Kwa hiyo tunaona kwamba hizo interest ambazo zinatokana na huo uwekezaji au interest ambazo zinatokana na mikopo ambayo benki hii ya CRDB imeweza kutoa imeweza kuongezeka kwa zaidi ya 26% mpaka kuweza kufikia shilingi za Kitanzania trilioni 1.408. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha muhimu ni net operating income ambayo kama nilivyosema hii ni ile profitability after tax. Kwa hiyo hii pia before tax, lakini hii pia imeweza kuongezeka kwa 27% mpaka kufikia bilioni 746.24. Kwa hiyo this is also a positive outlook to the bank. Lakini pia tukienda kwenye upande wa net income au net profit sasa after kutoa taxes zote ambazo ziko implied kwenye hii benki, tunaona kumekuwa kuna ongezeko la hiyo net income kwa zaidi ya 28%. Kwa hiyo net income for the 3 quarters ambazo kwa mwaka 2025 imeweza kufikia bilioni 520.464. Kwa hiyo this is the profit that has been recorded throughout the
throughout the quarters na imeweza kuongezeka kwa 28%, which is also a positive outlook for the bank. Lakini moving forward kwenye another key metrics ambapo tutaenda pia kuona kwenye narrative ambayo tumeelezea kwenye the following slides, tunaona cash kwenye upande wa cash flow statement generally tumeona kumekuwa kuna a fall in cash flow. Sasa tukiwa tunaongelea hii cash flow statement tunaongelea the cash that is within the company. Kwa hiyo cash ambayo ipo kwenye benki ya CRDB imeweza kupungua kwa 61%, lakini sasa this is the na hii ni kwa sababu ya different lot of cash has been used kuweza kufanya reinvestment back kwenye assets na kwenye different investment options, lakini pia kwenye kuchukua mikopo ili kuweza kuendelea ku strengthen the bank na kuendelea kukuza the bank. Kwa hiyo what you're seeing on the screen kwenye hiyo part ya cash flow statement ni breakdown ya how sasa this cash flow has been used kwenye different areas. Kwa hiyo tunaona kwamba the cash has mainly been used kwenye operations. Kwa hiyo hii ni kama kwenye loans and advancement ambayo zaidi ya 56% ya the cash that is within the bank imeweza kutumika kwenye hizo different operations au operational expenses za benki hii ya CRDB. Lakini pia kama nilivyosema kwamba the fall kwenye hiyo the general fall kwenye cash flow ya benki hii imeweza pia kusababishwa na a lot of reinvestment ambayo kampuni hii imeweza kufanya. Kwa hiyo 40.7% ya the cash flow ya benki ya CRDB imeweza kutumika kufanya different investments kama vile kwenye investment kwenye government securities na also other forms of investment. Kwa hiyo the bank is trying to expand its profitability au kuendelea kukuza faida yake kwa kuhusu kutumia options za investment. Kwa hiyo ndo maana among the cash flow ambayo iko kwenye benki ya almost over 40% imeweza kwenda kutumika kwenye investing, lakini pia 2.5% imeenda kutumika kwenye financing. Kwa hiyo tukisema financing tunamaanisha tu generally imeenda kutumika kwenye kuchukua mikopo au kufinance mikopo ambayo benki hii ilikuwa nayo, kwa sababu tunajua obviously it's also important kuweza kukopa ili kuweza kuendelea pia kuexpand biashara na kuendelea kufanya shughuli zingine za kimaendeleo. And then also tutaenda kuona the balance sheet ambapo kwenye balance sheet sasa tutaona assets. Balance sheet inakuwa ina comprise asset, liability pamoja also na equities. Kwa hiyo this is the summary of ukuaji wa assets kwenye upande wa benki ya CRDB, also liability zake na also equity. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba total assets zimeweza kuweza kuongezeka mpaka kufikia 20.457 trillion. Kwa hiyo tukiongelea assets za benki tunaongelea vitu kama loans ambazo wanakuwa wanazitoa, lakini pia tunaongelea pia balances in other banks. Kwa hiyo obviously the bank pia inakuwa ina some of its balances ambayo imewekwa kwenye other banks. Kwa hiyo pia inahesabika kama assets za kampuni, lakini pia kuna physical assets ambayo pia kampuni inaweza ikawa nazo, pia zinaweza kujumlishwa kwenye total assets za hii kampuni. Lakini other assets, example of also other assets ni kama vile equity investments, yani investment zake ambazo inazo kwenye shares, pia hizo zinaweza zikahesabika pia kama asset. Kwa hiyo generally tumeona kumekuwa kuna an increase in asset ambazo tukienda in the following slide tutaenda kuona a breakdown ya balance sheet, and then tutaweza pia kuona how that growth looks like in comparison with other quarters. Lakini generally the assets za kampuni zimeweza kufikia hiyo 20.457 trillion, lakini pia liabilities za kampuni kama vile deposits, haya ni basically kama mali za kampuni ambazo sio
sio za kampuni, yani kama vile madeni ya kampuni. Kwa hiyo hizi tunaweza tukaongelea debts ambao sasa ndo madeni ya kampuni, lakini pia deposits, because obviously deposits sio mali ya CRDB, like the customer deposit ambazo zinakuwa deposited is not the mali ya benki ya CRDB, bali ni mali ya wale customers ambao wanakuwa na deposit. Kwa hiyo also inakuwa classified kwenye liabilities. Kwa hiyo tunaona pia liabilities za kampuni zimeweza kufikia 17.906 trillion, lakini pia equities kwenye kampuni hii ya CRDB imeweza kufikia 2.5 trillion. And then after that analysis also ni vizuri kuweza kuangalia financial ratios. Kwa hiyo kwenye financial ratios hapa tutaona the profit margin, tutaona cost to income ratio, lakini pia tutaona debt to equity ratio. Kwa hiyo profit margin, this is basically the profit of the company versus the revenue au versus the net interest income. Kwa hiyo you are trying to analyze the profit that is being generated to the company vis-a-vis the revenue that company inaweza kuigenerate. Kwa hiyo kwenye upande wa profit margin imeweza kufikia 38%. Na pia sasa tukienda pia kwenye cost to income ratio, hii ina analyze the income ambayo the company inapata like versus the cost ambayo the company goes through. Kwa hiyo obviously as a company kuna income ambayo inakuwa generated out of the business ambayo inakuwa inafanya au out of the profit ambayo inakuwa iko generated na the company. Sasa obviously kuna costs ambazo any company would incur kuweza ku run the business. Kwa hiyo kuna different cost ambayo the bank incurs. Kwa hiyo this metrics au this ratio is there to analyze the cost income ambayo kampuni hii ya CRDB inaweza kuipata, lakini compared sasa to the cost ambazo kampuni hii inakuwa ina incur. So obviously the main objective ni kuweza kuhakikisha kwamba cost zinakuwa ndogo compared to the income ambayo unakuwa unaigenerate. Obviously you do not expect kwamba cost of running the business zinakuwa zina exceed the income ambayo inakuwa generated. Kwa hiyo pia tumeona hapa kumekuwa kuna a positive outlook, kwa sababu tukiangalia kwa last year cost to income ratio ilikuwa at 45%, lakini kwa mwaka huu imeanza kupungua mpaka 43. Kwa hiyo tunaona kwamba the bank inaendelea kuhakikisha kwamba inaendelea ku maximize the income that is being generated by the company, lakini pia kuweza ku minimize the cost ambazo zinakuwa incurred by the company of CRDB. Another important ratio ambayo ni vizuri pia kuweza kuiangalia kwa ukaribu ni debt to equity ratio. Kwa hiyo kama nilivyosema in the beginning of my presentation ni kwamba mabenki their main aim ya kuweza kugenerate profit ni through kutoa mikopo. Kwa hiyo debt to equity ratio inajaribu kuanalyze madeni ambayo kampuni hiyo inakuwa nayo compared to the equity au compared to mali ambayo kampuni hiyo inakuwa nayo. So obviously you are trying to maintain this ratio to be low, kwamba the equity iweze kuwa kubwa zaidi ya madeni ambayo kampuni inakuwa nayo. If the debt zikiweza kuwa kubwa zaidi, it means the company is prone to be able to fall au kuweza kupata a financial crisis. Kwa hiyo kwenye upande wa debt to equity ratio imeweza kufikia 1.25%, which this is a slight increase kutoka kwenye the debt equity ratio ya last year ambayo ilikuwa 1.2%, lakini bado tunaona iko within the manageable size. Kwa hiyo it is still not a huge concern ambayo tunaweza tukawa nayo kwenye upande wa hii benki ya CRDB. Lakini baada ya kuanalyze sasa hivi, it's also good kuweza kuona the trend ya profitability ambayo ipo kwenye hii benki ya CRDB. Kwa hiyo
hapa kuna December 2024 which is the last quarter ya 2024 ambapo tunaona profit kwa that quarter specifically just kwenye quarter 4 ya 2024 ilikuwa 141 billion point 906, lakini tukaona kukawa kuna a very sharp increase in profitability tukiwa kuendea kota ya kwanza kwenye mwaka wa 2025. Kwa hiyo tuliona mpaka kufikia March 2025, yani that duration of January February and March, which obviously that's the first quarter ya 2025, kulikuwa kuna a huge jump kwenye profitability kutoka 141 billion mpaka 147.413 billion. Kwa hiyo baada ya hapo kumekuwa sasa kuna almost like a standard growth kwenye profitability sasa kwenye the following quarters. Kwa hiyo tunaona kutokea quarter 1 which was March 2025 mpaka quarter 2 which was June 2025, profitability iliweza kufikia 173.04 billion, which is a slight decrease from the 173.413 billion. Lakini tukiangalia kwenye the current quarter that ndo tunaianalyze at the moment which is quarter 3, tumeona kumekuwa kuna an increase in profitability mpaka kufikia 174 billion compared na ile 173 billion which ilikuwa in the previous quarter. Kwa hiyo quarterly profitability trend imeonyesha an average growth of 7.13%, which is quarter on quarter across the past 12 months. Kwa hiyo this highlights zinaweza kutusaidia kuweza kuona where the bank is in terms of its profitability, in terms of assets ambazo benki hiyo imekuwa nayo, in terms of also the cash flow, na in terms of different financial ratios ambayo kampuni hii iko nayo. Kwa hiyo moving forward sasa, kama tulivyoweza kuona CRDB, ni vizuri pia tukaweza kuona NMB. Kwa hiyo Poa atatupitisha zaidi kwenye upande wa NMB kuweza kuona the same metrics ambazo tumeweza kuzitumia kwenye CRDB tukaweza pia kuzipata kwenye NMB ili tuweze pia kuona how this bank performed. Okay, so kama tulivyoona kwenye CRDB, ni vizuri pia kuangalia NMB as well. NMB's numbers tell a slightly different story compared to CRDB. Na tukianza kwenye haraka tukianza kwenye profits and loss statement, hii hapa ni hesabu ya faida au hasara ambayo kampuni inatengeneza kutokana na mapato yake, lakini pia kutokana na cost ambayo kampuni inaingia. Tukiangalia interest income kwa upande wa NMB kwa mpaka kufikia robo ya 3, hii hapa ni cumulative data. Kwa hiyo hii interest income ni kuanzia Januari mpaka kufikia Septemba, iliweza kufikia trilioni 1.13. Na hii hapa compared to CRDB is slightly lower, lakini and also in terms of growth, it's slightly lower growth, ambapo hapa imekuwa by at least 10.4%. Sasa what does this tell us? Yani ukiangalia tu kwenye top line growth, ni kitu gani ambacho inaweza kutuambia? Mtu anaweza akafikiria okay, labda kwa sababu in terms of kutoa mikopo ambayo iko riski au kuongeza portfolio ambayo
ambayo inatengeneza riba, NMB wamekuwa more conservative compared to CRDB, leading to slightly less values in interest income. Lakini that is just a notion. Mtu anaweza kawaza hivyo. Lakini moving forward tunaweza tukajua kabisa as to why hiki kitu kimetokea in the first place. Yes. I hope I'm audible now, yes. Lakini tukiangalia kwenye net operating income as well, kwenye net operating income, the story is a bit different hapa. Tunaona kwamba kwenye profitability before tax, jumuisho wa faida ambayo NMB imetengeneza kabla ya kulipa kodi, imefikia bilioni 775.9. Kwa hiyo somewhere around, mtu ambaye anapenda kwa approximate angeza kuandika 776 billion, lakini tukiangalia actual values ni 775.9. Hapa tunaona a completely different story compared to CRDB. CRDB imetengeneza more interest income, lakini in terms of net operating income before tax ipo slightly lower compared to NMB. Na hapa ni kwa sababu gani? Kwa sababu kama tulivyoelezewa na my colleague Anastasia, in terms of cash flow, lakini pia in terms of cost to income, CRDB is undergoing more cost pressures compared to NMB kwa sababu CRDB is on the verge of expansion, kama ambavyo labda tumeona kwenye a lot of press releases za CRDB. CRDB imefanya core system upgrade ambayo ilitumia a lot of capital expenditures, lakini pia plan zake za kuexpand kwenda in Middle Eastern markets kama Dubai and Qatar. Kwa hiyo it kind of gives a picture ya kwamba okay, maybe like there could be some levels of cost pressures, lakini pia ukiangalia hata in terms of numbers, CRDB kwenye upande wa costs ambazo wanalipa in terms of fees and commissions, zimeweza kuongezeka by over 35%, which kind of gives you a picture ya kwamba the commission fees, the fees na commissions ambazo CRDB inalipa for offering banking services to its customers zimeongezeka compared to NMB. Yes. Kwa hiyo in this regard tunaona kwamba net operating income ya NMB is slightly higher compared to CRDB. Lakini the story is also the same kwenye net income. Tukiona net income yake imefikia bilioni 543.3. Sasa tukienda kwenye cash flow statement, kama nilivyowahi kuelezea kwenye teams meeting zilizopita, mtu ambaye ni a conscious investor, mwekezaji ambaye anatumia informed decisions, ni mwekezaji ambaye anaangalia the story behind the numbers. Na ili kujua the actual story behind the numbers, ukiangalia income statement, ukiangalia ukuaji wa mapato, ukiangalia ukuaji wa faida, ndio sawa, inaweza kukupa a certain picture kuhusu uendeshaji wa kampuni, lakini the cash flow statement ndio inakupa actual picture, namna ambavyo pesa taslim zinavyotumika kwenye uendeshaji wa kampuni. Kwa hiyo hani ndo maana analyst wengi wanasema the profit and loss statement is creative, lakini the cash flow statement is real, kwa sababu kwenye pesa taslim huwezi ukadanganya. Sasa tukienda kwenye operating cash flows za NMB zimeweza kukua by 50, yes, by 65% year on year. Ni hapa ni kwa sababu gani? Kwa sababu cha kwanza kabisa NMB wameweza kuongeza disbursement kwenye mikopo mwaka huu by over 58%. That is a negative cash outflow, kwamba wameweza kutoa pesa zaidi, pesa taslim kwa wateja ambao wanakuja kutoa mikopo, lakini ukiangalia wameweza offset by offering more deposits. Tukiona NMB wameweza kuongeza outreach yao kuingia kwenye more rural areas, wameweza kuongeza
a lot of outreach in terms of kuongeza the number of branches. Kwa hiyo ukiangalia the amount of actual customer deposits ambazo zimeingia in terms of cash zimeongezeka by over 97%. Kwa hiyo imeweza ku offset the level of the level of cash flow ambayo inatumika kwenye operations. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa CRDB is experiencing a lot of more cash outflows kama nilivyosema, because they are spreading themselves thin trying to expand. Wakati NMB is using a more conservative approach. Ukiangalia hata the level of cash and cash equivalents, hapa tunaongelea pesa taslim ambayo iko kabisa kwenye deposits za mabenki mengine au kwenye their own accounts, lakini pia assets ambazo inashikilia in terms of cash equivalents kama treasury bills, commercial papers and others zimeweza kuongezeka. Actually zimeongezeka by over, if my numbers are correct here, cash and cash equivalents zimeweza kuongezeka by 23%, 52% just this quarter. Kwa hiyo mtu ambaye anashikilia cash anaweza akaonekana kwamba ana a more conservative approach na namna ambavyo anaonyesha hivi vitu. Lakini ukiangalia investing activities, mtu unaweza tumeongea hivyo, unaweza kadhani okay, maybe NMB isn't using money to expand, it's not investing a lot of cash flow. Lakini ukiangalia cash flow used in investment activities mpaka kufikia quarter ya 3 mwaka huu zimeweza kufikia over 176 billion. Na ukiangalia in a more internal perspective, wameweza kuongeza investment zaidi kwenye more intangible assets na equity na equity investments. Lakini pia wameweza kuongeza purchases of fixed assets kama property and also plant and other equipment ambazo zimeongezeka by over 130%. Kwa hiyo ndio sawa, they are using much less cash in general in terms of their total cash investing, lakini wameweza ku disburse more in terms of investing, although they are investing a bit more conservative. Kisa ukiangalia kwenye financing is a totally different story, ambapo sasa they're using over 39% of their total cash flow in financing. Na hii hapa ni kwa sababu ukiangalia NMB has placed more cash in payment of cash dividends kwa ajili ya shareholders mpaka kufikia mwisho wa mwaka, na cash ambayo imewekwa pembeni kwa ajili ya cash dividends imefikia a growth ya 19% mpaka kufikia somewhere around 214.4 billion. Lakini ukiangalia net changes in borrowings, tunaona kwamba NMB wameweza kudeleverage, wameweza kupunguza kiasi cha borrowing zao by over 200%. Kwa hiyo it kind of tells us kwamba like in this particular quarter, in this particular year actually, wameweza ku restructure na kutengeneza initiatives ambazo zinapunguza the amount of cost ambazo wanazitumia ili waweze kuwa more efficient kwenye kutengeneza pesa na kuendesha kampuni. Kwa hiyo in that particular regard, obviously tutaona kwamba profit margin yake ni kubwa kuliko CRDB. Obviously mtu ambaye anatengeza faida kubwa au kipato kikubwa kwa kutumia less costs is more efficient than mtu ambaye anatengeneza slightly the same profit lakini kwa more costs. Profit margin zake mpaka kufikia the third quarter zimefikia 40.6%, na hapo ni ongezeko. Mwaka jana ilikuwa somewhere around 39%. Lakini cost to income kama nilivyoelezea, obviously NMB are using much less costs than CRDB. Kwa hiyo their cost to income ratio is obviously less than the ones ambazo CRDB wanatumia. Mpaka kufikia quarter ya 3 imefikia 37.2%. Compared to 43% ya CRDB. Lakini the most interesting story is kwenye debt to equity ratio. Kuanzia quarter ya 3 wa mwaka jana mpaka kufikia quarter ya 3 wa mwaka huu, NMB wameweza kupunguza kiwango chake cha madeni by 21%, whereas CRDB
kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu wameweza kupunguza kiwango total amount of borrowings by 2%, na wameweza na actually ukiangalia quarter to quarter wameongeza kiasi cha madeni kuanzia robo ya pili mwaka huu mpaka kuelekea robo ya tatu mwaka huu by over 14%. What does this tell you? Kama nilivyosema, NMB has implemented a lot of cost initiatives, na mojawapo ya cost kubwa kwenye kampuni yoyote hususan mabenki ni cost ambayo kampuni inaingia kwenye servicing debt, servicing madeni, kulipa riba, as well as paying principal. Kwa hiyo NMB wameweza kudeleverage kwa kiasi kikubwa sana, decreasing the debt to equity ratio mpaka just 40%. Hapo ukiona 0.4 ni 40%. Whereas huku the debt to equity ratio imeongezeka, although imeongezeka slightly mpaka kufikia 1.25x, which is 125%. Kwa hiyo this tells us a whole different story about how these banks are being run. Lakini ukiangalia kwenye upande wa jumuisho ya mali, yani total assets zimeweza kuongezeka kutokea mwaka jana by 14.2%. Tunaweza kusema kwamba this is a slightly less speed compared to CRDB, ambapo ongezeko lake lilikuwa by over 28%. Lakini ukiangalia closely zaidi hizi total assets total assets zimeongezeka by 15%. Hizi total assets zimeweza kuwa financed zaidi na mikopo ambayo benki imeweza kudisburse kwenda kwenye mabenki mengine. Kama unavyojua kwamba mabenki pia yana tabia ya kukopeshana wao kwa wao. Kwa hiyo the total amounts of interbank receivables ambazo hizi benki NMB nayo imeweza kuongezeka by over 130%. Lakini ukiangalia kwenye in terms of investment in other assets, either in terms of maybe investment zao kwenye property or equity investment, zimeweza kuongezeka by over 60%. Kwa hiyo the relative speed totally inaweza ikawa slower compared to NMB, lakini kuna some elements of the assets za NMB zinakuwa haraka zaidi compared to CRDB. Lakini ukiangalia kwenye total liabilities zimeweza kufikia ini 12.5 trillion. Ni hapa ni jumuisho ya madeni, jumuisho ya deposits ambayo benki inayo, either deposits kutoka kwenu wateja, customer deposits, lakini pia deposits ambazo benki ya NMB inayo kutoka kwa mabenki mengine. Lakini ukiangalia equity value hapa pia it's also very interesting, kwa sababu ukiangalia kwa NMB's kwenye equity kuna jumuisha mapato ambayo benki imetengeneza kwenye kuissue hisa au kuissue share kwa mara ya kwanza. Lakini pia zaidi tunaangalia retained earnings, faida ambayo kampuni imeweza kubaki nayo baada ya kutoa magawio. In this particular regard, CRDB is retaining more earnings kuliko NMB, whereas retained earnings za CRDB mpaka kufikia quarter ya tatu zimeweza kukua by around 25%, lakini huku retained earnings zimeweza kufikia a growth of 20.8%. Kwa hiyo it's something interesting ya kuangalia. Lakini pia kama nilivyosema, the speed at which CRDB and NMB are growing is vastly different, ambapo tukiangalia on average kwenye quarter to quarter, yani robo mpaka robo, the average growth ya profitability ya faida inaongezeka by 3.5% kuanzia mwaka jana mwezi wa 12, whereas NMB's profitability is growing faster by 7.13%, ambao ukiangalia 7.13% ni over half the amount of growth ambayo NMB imeipata kwenye profitability yake ya mwaka mzima. Kwa hiyo CRDB is growing at a much faster rate compared to NMB. Sasa kwenye upande wa balance sheets, labda nimkaribishe colleague wangu aelezee
kidogo kuhusu balance sheet ya CRDB na growth yake, just kiufupi, alafu tutaenda kwenye NMB na kumalizia kwenye the narrative. Asante sana Paul kwa the highlights ya NMB, and I think umefanya a great job kuweza kufanya the comparison ili watu kuweza sasa kumake an assumption au kuweza kuona the comparison between the two banks. Kwa hiyo moving forward tutaenda kuona the balance sheet highlights ambazo sasa inaweza ina compare different quarters kutoka September 2024 mpaka September 2025. Tunaona kumekuwa kuna an increase kwenye total assets kutoka 16.04 trillion mpaka kuweza kufikia 20.46 trillion, ambapo hii ni sana ukikompare sasa quarter to quarter it's which is from 19.71 trillion ya kota ya pili ya 2025 mpaka 20.46 trillion ya the current quarter, I mean, which is quarter 3. Tunaona kumekuwa kuna an increase ya 3.81%, lakini pia tukiangalia kwenye upande wa liabilities kumekuwa pia kuna an increase kutoka 17.32 trillion mpaka 17.91 trillion, lakini pia tunaona generally kutokea the third quarter ya 2024 ukiangalia gradually each and every quarter that went after that mpaka kufikia quarter 3 ya 2025 kumekuwa kuna a gradual increase kwenye also the total liabilities kwenye kampuni hii. Lakini pia tukiangalia upande wa total equities pia kumekuwa kuna an increase from 2.39 trillion ya the last quarter quarter 2 mpaka kufikia 2.55 trillion, lakini likely hizi increase imekuwa driven by an increase kwenye customer loans ambayo imeweza quarter on quarter imeweza kuongezeka kwa 4.72%, lakini pia kumekuwa na an increase in government investment kwenye government securities, ambapo uwekezaji kwenye hizi government securities kama vile treasury bonds pia umeweza kuongezeka quarter on quarter kwa over 19.08%, lakini pia ukuaji zaidi kwenye hii balance sheet umekuwa financed by the growth ya hizi borrowings ambapo yani kumekuwa kuna growth in borrowings kwa 14.07%. Tukiangalia comparison ya quarter 2 ya June 2025 mpaka quarter 3 ya September 2025, lakini pia hii imeweza kuchangiwa pia na retained earnings ambapo kumekuwa kuna a growth kwenye hizo retained earnings kwa 8.06%. Kwa hiyo hii ndo just a graphical representation ya the balance sheet kwenye upande wa CRDB. Kwa hiyo tutaenda pia kuona kwenye upande wa NMB na tutaona the right comparison between sasa NMB and CRDB kwenye upande wa the balance sheet growth. Okay.
Hamsikiki. Yes, that was key presenter. Sorry, we can't hear you. Zani Securities Limited. Hatukusikia wengine, sijajua kama ni changamoto ya kwangu mimi binafsi au na wengine ni hiyo. Hata mimi siwasikii, hawasikiki. Hata mic yake pia Zani Security Limited inaonyesha mic yake iko muted. Yes. Oh, sorry. I hope nasikika. Yes. Anyway, I was saying kwamba CRDB is more of an expansion giant. Inatumia a lot of its loose cash, lakini expand its reach. Tunaona it's growing at a much faster speed in terms of profitability, lakini pia in terms of the assets ambayo inaishikilia. Lakini ukiangalia most of these assets ambazo zinashikiliwa in terms of financial assets. Ukiangalia equities, ukiangalia assets ambazo zinashikilia ni in terms of mikopo ambayo imekopesha. Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba operating cash flow inakuwa spread too thin. Ndio tunaona operating cash flow imeweza kupungua by 61%. Lakini pia kama tulivyoelezea long term borrowings zimepungua by just 2% na wameweza kuongeza idadi ya mikopo kwa kota hii by 14%. Tunaona kwamba this particular expansion is being funded internally, lakini pia it's being funded by debt. Kwa hiyo CRDB is poised kwa ajili ya kuongeza scale, lakini pia kuongeza reach yake. Kama tulivyoona a few months ago ameweza kufanyia the core systems upgrade, lakini pia its plan ya kuongeza reach yake kwenye Middle East markets, lakini pia hata kuongeza branches kwenye maeneo mengine katika Afrika Mashariki. Kama nilivyosikia kwamba kuna a subsidiary, a branch ambayo inatengenezwa in Burundi, lakini pia Congo na imeshakuwa operational. Kwa hiyo CRDB's story is more of expansion, lakini NMB's story is more of efficiency. Tunaona kwamba despite kwamba its profitability is growing slower compared to NMB, lakini ukiangalia in terms of profit margin, lakini pia cost control, NMB is outpacing CRDB kwenye this particular level. NMB is taking a more of a quality of a quantity approach, kwamba ndio sawa, you might be a better bank in terms of quantity, but you want to be a better bank in terms of quality. Ukiangalia hata NPL zake, non performing loans, mikopo ambayo wanaita kwa Kiswahili mikopo chechefu ya NMB imeweza kupungua kwa kiasi kikubwa sana compared to CRDB, whereas the ratio kwa CRDB kwa hii kota ni 3.1%. Lakini tena hiyo ni ongezeko quarter to quarter. Kwa hiyo inamaanisha CRDB inatoa mikopo zaidi, lakini mikopo chechefu pia inaongezeka. Lakini kwa upande wa NMB's NPL ratio imeweza kupungua actually mpaka kufikia 2.7%, na kiasi cha fedha ambayo NMB inaweka apart kwa ajili ya kuservice mikopo chechefu ni kiasi kikubwa zaidi cha pesa compared to CRDB. Whereas CRDB coverage yake ni somewhere around 43%, lakini NMB imeset aside over 100% of the disbursed loans ili kuweza kuservice pale ambapo ikitokea kwamba mikopo ambayo wameitoa ikashindwa kuwa serviced mapema au ikashindwa kuwa serviced vizuri au a complete default, the bank imeweza kuongeza credit quality in terms of that particular regard. Unaona, lakini pia operating cash flow zake zinaweza kuongezeka, investing outflows ndio zimeongezeka kama nilivyoelezea, lakini they are using their cash flows more efficiently. Lakini pia kama nilivyosema, they are deleveraging much quicker. Long term borrowings, madeni ambayo imeweza kupungua by over 21%, lakini pia kiasi cha fedha taslim au assets ambazo zinashikilia ambazo zinaweza kuwa easily converted to fedha taslim zinaweza kuongezeka pia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo it kind of tells us kwamba the balance sheet or
the operations of NMB is more leaning towards conservative and efficiency. Yes. Sasa kwa kumalizia kwenye upande wa investors corner, sasa kama mwekezaji tunaangalia nini sasa, ni benki gani ambayo ni nzuri zaidi kuwekeza, au its movement of share prices. Hizi hapa tumejaribu kuangalia mwenendo wa bei za hisa za CRDB tukicompare na index ambazo zina track soko. Tumeangalia index ya Tanzania All Share Index ambayo ina track mwenendo wa bei za hisa za makampuni yote ya ndani ya nchi, lakini pia tunaangalia banking index as well, movement ya banking index ambayo ina track movement ya bei za hisa za makampuni ya benki, lakini makampuni ya finance as well. Tukiangalia hapa in terms of general returns, tunaona a much higher volatility kwa CRDB, especially kuanzia kwenye miezi ya June. Na hii hapa kama tulivyoelezea kwenye webinar zilizopita ni kwamba tuliona DSE waliweza kubadilisha kanuni zake za kutrade, kwa hiyo imeweza kuongeza volatility kwenye baadhi ya counters, especially counter kama CRDB ambayo inakuwa traded karibia kila siku. Yani for context, kuanzia mwaka jana kulikuwa hamna siku ambayo CRDB haijawa traded. Kwa hiyo obviously bei ikipanda inapanda sana na bei ikishuka itashuka sana compared to the general market. Kwa hiyo hata kwa wale watu ambao wanapenda hesabu, watu ambao wanajua nini maana beta value, the beta value of CRDB is much higher compared to NMB. Kwa hiyo it kind of gives you a picture of, kama ni long term investment, it kind of gives you a picture of much higher volatility compared to NMB. Na for a conservative investor, investor ambaye hapendi sana volatility, hivyo investor ambaye anapenda stability, CRDB might seem like a conscious choice, lakini uwe tayari kupata some instability. Unaweza ukaangalia siku moja holdings zako ukakuta CRDB imeshuka by 20%, hivyo siku nyingine ukafungua ukakuta CRDB imeongezeka by 10%. Kwa hiyo that's the story of CRDB's price movement compared to NMB. Hapa tujaribu kuchukua data mpaka kufikia tarehe 5 ambayo ilikuwa ni Alhamisi, closing price ilikuwa 1180, lakini book value value ya share zake in terms of its book value kwa kuangalia equity ni 976, ambayo ni ongezeko from last quarter as well. Lakini earnings per share, wawekezaji wengi tunapenda kuangalia earnings per share kwa sababu inaweza kukupa picha ya kiasi gani cha fedha ambacho kampuni inaweza ikadisburse in terms of magawio. Kwa hiyo earnings per share trailing kuanzia mwaka jana imeweza kufikia 254 shillings, ambayo ni ongezeko. Last quarter ilikuwa somewhere around 200 or 190. Kwa hiyo kwa sababu profitability ya kampuni imeongezeka, obviously inamaanisha kwamba inaweza ikakupa picha kwamba sasa hivi kampuni inaweza ikatoa better dividends. Lakini all of this ina depend kwenye cash flow. Kama nilivyosema, cash flow ndo the most important measure. Lakini pia ukiangalia PE ratio yake this time is 4.69, inamaanisha kwamba the general market is valuing this company over 4 times compared to its peers in terms of earnings. Kwa hiyo inaweza kukupa kwamba CRDB investors are very much optimistic in terms of how they value the earnings na namna ambavyo wana expect ukuaji wa kampuni uendelee. Lakini ukiangalia kwa NMB, the NMB story in terms of volatility is a bit different. Tunaona kwamba kabla DSE hawajabadilisha kanuni za trading, tumeona kwamba CRDB's share price movement hizi hapa tumerebase to 100 ili tuweze kupa picha nzuri ya movement zake kwenye index. Ilikuwa much more stable, lakini baada ya changes obviously tukaona a different in movement. Lakini hata hivyo its movement was a bit stable
compared to the market, whereas kuna mida mingine tons za hii stock haiwezi hata kubeat the market in general, ambapo tunaona hapa utakuta hapa nini hii hapa utakuta siku CRDB labda imepanda by 5%, lakini the general market imepanda by maybe 7% or 10%. Kwa hiyo NMB's movement is a bit less volatile compared to the market, whereas hata ukiangalia mathematically beta value yake inaweza ikawa hata less than 1, obviously inaweza kuwa somewhere around 0.8. So it kind of gives you a picture of stability. Kwa mwekezaji ambaye anapenda stability, ambaye hapendi volatility kubwa, NMB could be the safest bet in the long run. Lakini pia tukiangalia kwenye some gesture zake, hii hapa ni bei iliyofunga siku ya tarehe 5 Alhamisi. Obviously siku ya jana na ilifunga somewhere around 8,100. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba the bull run ya CRDB ya NMB imeweza kuanza, sababu obviously kumekuwa kuna lot of buy orders. Lakini book value yake pia imeongezeka. Last quarter ilikuwa somewhere around 5,200, lakini sasa hivi imefika 5,700. Ni hapa ni kwa sababu equity value yake imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini trailing earnings per share, hii hapa ni earnings per share kuanzia mwaka jana mwezi wa 12 mpaka kufikia kota ya 3, pia imeweza kuongezeka. Sasa hivi earnings per share ni 1,422. Kwa hiyo it can give you a picture kwamba this year there might be more lucrative dividends kwenye mabenki yote mawili if earnings per share zinakuwa kwa kiasi kikubwa. Na hii hapa obviously ni kwa sababu wanatengeneza more profit. Yes. Sasa kwa kumalizia outlook, both banks are poised to finish the year strong. For our opinion, we believe kwamba both NMB na CRDB hata kuelekea fourth quarter tutaona even more growth in terms of earnings, lakini pia in terms of profitability. Lakini CRDB specifically kama tulivyosema kwamba benki ilifanya systems upgrade, lakini pia wapo more poised kufanya expansion kuanzia mwakani na kuendelea, ambazo hizi expansions ziko set ku improve efficiency, lakini pia ku improve volumes za loans ambazo wana disburse, lakini pia deposits ambazo wanapata in the long run. Lakini obviously kwa sababu ya some political uncertainties tunaweza kuona kwamba this growth might be stunted or kuna some sort of uncertainties kwenye namna ambavyo the growth of both of these banks will be moving forward to hata quarter 1 ya mwakani na hata quarter 2 na kuendelea. Kwa hiyo yes, lakini the banks in general kwenye quarter ya 3 walikuwa under relaxed monetary conditions, ambapo cost of borrowing zilipunguzwa, riba ya benki kuu ilipunguzwa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba waliweza kukopeshana kwa riba ndogo, kwa hiyo iliweza kuaccelerate growth kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo that is just a short outlook na a short summary ya quarter 3 results za mabenki. Kwa hiyo yes, tumefikia mwisho. Sasa ningependa kukaribisha maswali. Hapa nimeona maswali kutoka kwa Mohamed na Joshua. Ningependa kuanza na Joshua. Yes, okay, yes, karibu kwa swali. Okay, basi naona Joshua itakuwa na matatizo ya kiufundi. Mohamed Bey, karibu kwa swali. Okay. Basi kama kuna maswali mengine, you can just unmute your mic. We have a few minutes kwa ajili ya maswali mawili, alafu tutafunga webinar yetu. Yes. Valence, karibu kwa swali.
Hello, hello, Yes. hello. Yes. Karibu. Nasikika eh? Yes, Mimi unasikika vizuri. yes, I have a minor question eh? Mhm. Kwenye book value alafu na ile book value na ile what do you call it? Ni market hizo tofauti zina click nini ninapotaka kufanya decision ya kuinvest kwenye kati ya hizi benki mbili. Ukiangalia ya CRDB ni 980 na kitu nadhani 976, lakini NMB ni 5100 ngapi pale, sikomaweza ukaionyesha 5799, lakini ukiangalia bei ambayo imefunga nao labda ni labda ya jana 8800, ya CRDB iko 1100 kama na 80. Tofauti ya book value na market value, yani kwa kifupi tu inanisaidia nini? Kwa sababu pengine naweza nikawa naenda kununua kwenye market value ni kubwa ukikompare na book value, nikafanya decision ambayo sio sawa, au naweza nisinunue kwa sababu naona book value nikaacha kununua kama nimefanya wrong decision ukikompare kwa benki zote mbili. Okay. Yes, asante kwa swali. Sasa cha kwanza kabisa inabidi ufahamu kwamba book value ni tunaangalia kiwango cha fedha ya mtaji ya kampuni, alafu tunaangalia pia na idadi ya hisa ambazo kampuni imeishu sokoni. Kwa hiyo tukifanya hizo calculation ndio tunafikia book value. Book value kwa in terms za namna ambavyo analyst tunavyo interpret, tunaona kwamba this is the lowest price ambayo kampuni inaweza ikafikia, kwa sababu unajua bei ya hisa sokoni inakuwa determined zaidi na demand na supply, na obviously na nishawahi kusema kwenye webinar zilizopita, obviously sometimes making decisions kwa kuangalia valuation inaweza ikakumislead, especially kwenye market ambayo iko inefficient kama ya Tanzania. Lakini book value sio kitu cha ku worry about. Yani book value ni it's just a conservative view ya kwamba okay, tukiangalia the actual books za kampuni, tukiangalia the actual capital ambayo shareholders wameinvest kwenye kampuni, the value of its shares ni kiasi gani, unaona? Kwa hiyo lakini analyst wengine wanaangalia in terms of pale ambapo the major shareholders wakitaka kuuza kampuni wanaweza wakauza kwa bei gani, unaona? Kwa hiyo this is what book value is. Yes. Kwa hiyo share yenyewe, lakini ukiangalia ili kupata a true valuation, analyst tunaangalia tuna project cash flow zake mpaka kufikia mwaka fulani wa the future, kwamba afu sasa hizo cash flow tunazidiscount kuangalia okay, hizi cash flow zina value gani kwa sasa, kwamba mwaka huu 2025 value ya hizi cash flows ni kiasi gani. Hapo sasa ndio tunafikia an actual valuation ya kampuni. Nilifanya just a short valuation kwenye makampuni yote mawili, na tunaona kwamba CRDB's share price kwa hizi data, if the market reacts well, inaweza kafikia somewhere around 1250. That is a very small upside, lakini hii hapa ni in terms of valuation ya PE ratio, lakini pia kwenye upande wa dividend. Lakini kwa NMB tunaona valuation yake it's a bit overvalued, kwa sababu its valuation kwa hizi numbers inaweza kafika somewhere around 7600 7700, lakini tuone ambavyo market itakavyoendelea kureact kwa hizi results, alafu ndo tutaangalia sasa okay, whether are these valuation metrics real or not. Lakini in terms of kama unataka kuanza kuwekeza, especially kwa CRDB's bei ipo at a discount kwa sasa hivi.
na mtu ambaye anataka kununua, mimi hapa ningemshauri tu anunue honestly, kwa sababu nini? Kwa CRDB. Yes, kwa upande wa CRDB. Sasa based on hiyo analysis yako hapo umefanya ukaona the book value ya CRDB, share ya CRDB umesema ni 1250, sio? Manake in other language, based on your analysis, it's undervalued. Is that correct? Yes, lakini sasa yani like unajua undervalued na overvalued, unaangalia percent at which it is undervalued na percent at which it is overvalued. Unaona? Sasa kama bei imefunga 1170 au 1180, alafu its true value ni 1250. Hii hapo inaweza ikawa different in assumptions hivyo. Analyst mwingine anaweza kama ameweka a higher growth assumption, ndio maana imefikia bei kubwa kidogo. Lakini the percentage window ni very small hivyo. Kwa hiyo mimi hata nisingesema it is undervalued. Mimi hapa I could say it is fairly valued. Hivyo. Lakini kuita a stock kuwa actually undervalued or actually overvalued, mara nyingi tunaangalia double digit percent, kwamba labda imekuwa undervalued by 10% or 15% au imekuwa overvalued by 20% au vitu kama hivyo. Hapo sasa ndo tunaweza tukafanya better decisions, kwa sababu 10% ni upside nzuri. Yeah. Okay. Na naweza kauliza tena swali moja tu ambalo general tu sasa. I'm trying with these performance na nini hizo tunasema calculation whatever is analysis tunazofanya, tukijaribu kuproject prices za hizi share based on the performance ya hizi bank kwa mpaka tukienda labda mwisho wa 2026 tunaona hizi bei zake zinaweza zikawa kwenye ngapi? Well, kwenye mbina CRDB. Project prices za shares ni kitu kimoja ambacho it's very hard to tell, kwa sababu kama nilivyosema bei za hisa sokoni zinakuwa determined by demand and supply. Unaona bei nyingine, yes, demand na supply. Kwa hiyo ndio sawa tunaweza tukasema kwamba CRDB is poised for growth au NMB is poised for growth, lakini bei exactly itakuwa very much determined by the rate at which soko inavyo interpret hiyo bei, hiyo kampuni, yes, hiyo kampuni. Sasa kwa muda wetu ulipofika, naona umetupa mkono na ningependa kumaliza kama tuna maswali mengine ya ziada au other concerns, waweza ukatutumia message kupitia namba yetu ya WhatsApp 0756111888, au pia unaweza ukaomba kuunganishwa kwenye group letu la public ambapo tuna post different market updates, lakini pia daily reports kwa ajili ya keep wawekezaji kuwa more informed. Lakini pia hizi recordings zinakuwa recorded, lakini zinakuwa zinakuwa posted kwenye channel yetu ya YouTube Zan Securities, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii YouTube, Twitter, Instagram pamoja na TikTok, na ofisi zetu ziko Posta, Viva Towers, Ali Hassan Mwinyi Road. Kwa kusema hayo, ningependa kuwatakia siku njema na weekend njema. Asante. Na kwenu pia. Shukrani sana kwa shule. Shukrani sana Zan. Ingawa hizo namba zao za simu wametaja haraka haraka kweli, yani hizo namba hizo wametaja chapu mno hizo. Okay, namba ni 0756
111 888 0756 yes 111 888. Asante sana.